Nafikiri ilikuwa ni mechi nzuri ambayo Yanga amekuwa bora maeneo mengi muhimu. Unajua football ni game of moments. Ukiokotwa au ukikamatwa katika maeneo muhimu ni rahisi kufungwa. Yanga amekuwa bora sana kwenye mchezo wa leo kwa sababu kubwa mbili. Kwanza ni aina ya wachezaji waliokuwa nao. Usiangalie kikosi kinachoanza mara kwa mara, lakini angalia level ya wachezaji wa Yanga ilikuwa nao. Hakuna utofauti mkubwa sana. Ukimwangalia Lasine Koma, quality alikuwa nayo hajaachwa mbali na Juki Abuya. Ukija kuangalia labda Damaro, hajawaacha mbali wanaotokea bench. Maana yake Yanga na wachezaji wengi wenye uwiano wa viwango vinavyofanana. Sasa inapotokea game nyingi zinachezwa, lazima mwalimu awe na kikosi cha kwanza, lakini lazima wepo wachezaji wengine, ndio maana timu inaweza kuwa na wachezaji 25 mpaka 30. Sasa Yanga wana wachezaji wengi wazuri ambao hawapati nafasi ya kucheza sana ile game time, lakini ni wazuri. Hata ukiwapanga wakacheze labda na timu yoyote ya championship ya ligi kuu, wanaweza wakashinda. Lakini jambo la pili, nafikiri mwalimu Pedro Gonçalves alikuwa na mbinu sahihi kulinganisha na Mbwana Makata. Ameonyesha kwamba ni mwalimu mkubwa, ana wachezaji wakubwa, na Yanga wamewakumbusha Police Tanzania kwamba wao ni machampions mara nyingi zaidi wa kombe ligi kuu ya NBC, lakini pia ni timu ambayo kabla mchezo huu ilikuwa haijapoteza mchezo wowote katika michezo 25 waliocheza ya kombe la shirikisho, unbeaten 25. Kwa hiyo wakaifanya mechi iwe rahisi, na ndio maana leo umeona Yanga amecheza highline. Kuna nyakati unamuona Kibwana paka anakosa goli. Wewe lini mara ya mwisho kwenye mechi haswa Kibwana ukamuona yupo kwenye sita? Haiwezekani. Kuna wakati unaona Baka amekwenda kwa attack kupitia kushoto kama winga. Wachezaji wote walikuwa wanacheza comfortable, wanacheza wengi, na mara nyingi ambazo polisi walijaribu kuattack kwa kushitukiza ilikuwa alimanusu wakamata Yanga. Walikuwa wanapoteza tu makini mwishoni. Kwa hiyo walicheza comfortable, wanajua huu ni mpinzani anayemweza. Wamescore magoli 7, ni mengi, of course ni mengi sana, na polisi wameruhusu magoli mengi, lakini sishangai kwa sababu last time 2024 kwenye hatua kama ya 32 bora ya kombe la shirikisho walikula gongo 5 bila. Leo wamefungwa 7-1. Kwa hiyo wameongeza mawili na wamefunga angalau moja. Hati trick ya Depu yawezekana inatokana na uwepesi ambao pengine umejaribu kuuona kwenye huo mchezo. My brother, hakuna mchezo rahisi kwenye football. Wewe umecheza football na kufahamu vizuri. Nikuulize swali. NBC Premier League, mechi hizi zimechezwa mpaka sasa hivi, kuna hat-trick ngapi? Unaona unavyoitafuta Baraka katika ardhi yetu ya Tanzania. Sijamaliza kujibu swali. Maana yake ni kwamba Depu kufunga hat-trick si kwamba ni mchezo rahisi. Ni mchezo mgumu, ndio maana Yanga hajashinda 20. Umeona? Na yeye kakoswa, sina yeye karuhusu bao. Maana yake wale pia ni wanaume wanacheza mpira, wako 22 mnacheza mnapambana. Na wamekosa nafasi, wamegongesha mwamba, maana yake ni mechi ngumu. Kuna watu wamecheza na timu pengine ambazo si bora kuliko Police Tanzania na hawakufikisha hata magoli 5. Kuna watu wametolewa na TMA inacheza championship, sio? Prisons, Tanzania Prisons katolewa na timu Mtibwa katolewa. Kwa hakuna mechi rahisi, mechi zote ni ngumu. Kwa hiyo Depa anahitaji sifa kwa sababu hata hao magoli hakufunga akiwa amekaa kwenye kigoda. Katafuta nafasi, kwani goli utafunga bila kutafuta nafasi? Maana yake kukaa kwenye nafasi, kuanticipate mshambuliaji ataweka wapi cross au mpira utatoka wapi, hii yote ni ubora. Na hajafunga kwenye Police Tanzania tu, hata kwenye mechi ambazo watu wanahisi ni ngumu, amefunga. Kafunga Champions League, so ni mchezaji mzuri ambaye amesha prove kwamba ni bora. Kwa hiyo goli 3 alizofunga yeye kwa maana ya hat-trick, anastahili pongezi na hastahili kuzungumzwa kama amefunga au rais polisi. Hapana. Hiyo pongezi sauti ya radi unaizungumzia pia inahusiana na ile goli la pili ambalo amefunga Depu, nalo linahusia kwenye kupongezwa. Kicho kinamaanisha nini? Sasa mimi nafikiri kazi yangu mimi kubwa si kupongeza wachezaji, la kwanza, lakini kazi yangu kubwa ni kusifu pale wanapofanya vizuri. Mimi ni mtangazaji wa mpira wa miguu, so nasifu kitu bora ninacho
tunachokiona leo hii. Nikikwambia Depu ni mshambuliaji mzuri na mimi nikakutangazia top striker, bonge la mshambuliaji, bonge la goli anafunga, na wewe unaona ni goli bora, mimi sijatenda dhambi. Lile la pili na lilikuwa miongoni mwa magoli bora au lina ukakasi? Ukakasi nafikiri mwamuzi, maana kama kuna mkono hivi uliguswa pale. Sasa unajua tafsiri ya mkono anayo mwamuzi. Kuna wakati mpira unaweza kaenda kwenye mkono lakini ukawa upo kwenye natural position, kwa sababu ili wewe umeshika mpira. Kwa mfano wewe ukiwa unakimbia unaweza ukakimbia hivi ukajishika hivi, haiwezekani, au ukafanya hivi. Kwa nini mtu akifanya hivi mpira ukimgusa hapo kwenye mkono huwa sio foul? Why? Kaficha mkono. Lakini mpira unaweza kaenda kwenye mkono lakini mkono ulikuwa katika natural position, anakimbia, kwamba uwezi ukakimbia hivi, utakimbia hivi mikono. Sasa mpira ukagonga kwenye natural position. Tafsiri ya kwamba umeushika mpira ni pale ambapo wewe utatanua mkono, utaongeza mkono kidogo ili uweze kupata faida ya kucontrol mpira. Na ndio maana mtu anaweza kaa kwenye 18 ukaona mpira umeenda mkononi, mwamuzi akaambia hakuna penalty, kwamba huu mkono aliweka kwenye natural position. Hakuna mtu ambaye anaweza akakimbia hivi akafanya hivi, ili ukitanua mkono hivi mpira ukagonga, ambaye huyu ametanua hapa sio natural position. Kwa hiyo inawezekana kwa maoni ya mwamuzi, wakati aliona kwamba ule mpira umekwenda labda kwenye mkono lakini ulikuwa natural position, au hakuona kabisa kama mpira umeenda mkono, kwa sababu mwamuzi alikuwa yards kadhaa kutoka kwenye lile tukio. Probably katika engo aliyokuwa amekaa asingeweza kuona exactly nini kimetokea, na kama msaidizi wake hakuona pia, manake hilo ni tatizo. Lakini kwa maoni yangu mimi nafikiri siwezi kutoa comment yoyote. Mimi nimetangaza ni goli imefungwa na mwamuzi amesema ni goli, that's all. Umeeleza vizuri, lakini wakati ukitangaza ulianza kwanza, kabla ile goli ulikuwa unamzungumzia Masalanga kama mmoja kati ya wachezaji ambao ni wachekeshaji kama fulani hivi, lakini likaingia goli la Depu ukaielezea. Sitaki ukumbuke yote, lakini najua unaweza kukumbuka kidogo jinsi ambavyo ulichagiza. Of course ni kipengele kigumu zaidi. Unajua kwa sababu gani? Yamefungwa magoli mengi sana, magoli 8, na hata hivi ukiniambia la kwanza nakumbuka la kwanza kwa sababu afunga Mdathiri dakika ya kwanza. Yes. Depu nafikiri alifunga la pili. Depu amefunga magoli matatu. Katika magoli matatu lipo goli la Depu moja ni nzuri sana. Nafikiri ni hilo. Ni goli la kwanza kwake. Nafikiri la kwanza ilikuwa ni goli zuri sana. Sikumbuke exactly nimefungwa mengi, lakini mimi nimechagiza kwa namna nyingi. Unajua mechi kama hizi no pressure. Ni game ambayo inachezwa one side game. Wanacheza Yanga muda mwingi, kwa hiyo unachokifanya ni kuifanya mechi ambayo inachezwa upande mmoja angalau uinyanyue watu wapate burudani. Wale walikuwa wanasikiliza, nilikuwa nafanya masihara mara kadhaa hivi, not serious serious, not serious serious. Yote ni kumix flavor, kwa sababu mpira tayari ulikuwa unachezwa upande mmoja, na mtu anayetazama mechi ambayo anaichukia Yanga manaka anaona bure kabisa, lakini yule ambaye anaona Yanga ni timu yake na enjoy burudani inavyopigwa. Kwa hiyo siwezi kumbuka namna ilivyokuwa. Sana tuzungumzie kiwango cha Casemiro, kijana mdogo ambaye ameweza kuingia. Casemiro? Ndio nani huyo? Abdul Nasri ndio Casemiro. Okay. Na wewe mwenyewe ndio unatangaza akiwa unakuwa kama hujui. Hiyo jina sikuwa nalifahamu kiukweli. Casemiro ndio kijana mdogo ambaye ameweza kuingia na Mzanzibari yule? Mzanzibari. Kweli kama ni Mzanzibari majina yao ndio hao. Na Gomez ndio. Na Baka, ndio lazima awe na majina ya Baka. Tuzungumzie kiwango chake, ameingia na kuscore goal. Kiwango chake ukionaje wewe mwenyewe? Ni ngumu kudefine kiwango kwa dakika alizocheza, lakini nafikiri tukio la kufunga goli ndio muhimu zaidi kwake, na ndio maana alivyofunga wachezaji wengi walikwenda kumshangilia, wakampongeza, kwa sababu wanafahamu umuhimu wa goli la kwanza kwenye mechi za mashindano. Anapata nafasi, mwalimu akamwambia nenda showcase, kwa sababu hatuna cha kupoteza, tumesha score magoli mengi, go and enjoy. Na sidhani kama mwalimu alienda kwamba nenda kafunge. Yaani unajua mechi kama ile mkiwa mmeshafunga magoli kama yale kwa dakika zile, mwalimu akikuingiza akwambia dogo, sikiliza, mimi hamna ninachokudai, hakuna chochote kile ambacho nataka ufanye, go and enjoy the ball. Ka enjoy mpira tu, kacheze hivyo upate exposure. Kwa hiyo nafikiri goli aliyofunga la kwanza kwenye mechi ya kwanza ni faida kubwa kwake, na ni mchezaji mzuri, anakuwa bado anaweza kuwasaidia Yanga na timu ya taifa huko mbele ya safari. Umesemea magoli ya kwanza, na kuna goli la kwanza la Alan Okello kwa mechi iliyopita, tuseme ndio imeweza kumpa confidence ambayo yuko nayo sasa hivi. My brother, Okello ana confidence kwa sababu ya magoli. Yule top player. Unajua Okello ni mchezaji mkubwa sana. Labda kwa wale ambao hawafuatilii,
Okello ameanza kucheza national team. Mimi nimemtangaza Okello mara ya kwanza Uganda The Cranes 2017 akiwa mdogo 17, kijana mdogo kabisa, ndio anachukua. Unajua ametokea kwenye academy na KCCA, ametokea academy, amekuwa na ameshacheza Vipers, ndio ametoka huko akiwa ni mfungaji bora wa ligi ya Uganda. Yani msimu uliopita mfungaji bora wa ligi ya Uganda, ametoka nje ya Uganda kucheza soka, umeshanielewa Amecheza KCCA, amecheza national team, kacheza CHAN, si kucheza tu umri, amecheza CHAN, sio kucheza tu, mchezaji muhimu ndani ya kikosi cha Uganda The Cranes. Unakumbuka kacheza AFCON hii ambayo imemalizika Morocco kwa kiwango bora, aje afunge goli hapa tulimpe confidence Okello kweli. Kwa hiyo tuseme Alan Okello ndio amekuja kubeba yale majina ya kina Faruku Mia ambao walikuwepo kipindi. My brother, Faruku Mia ni level ya mbali, of course unajua, ogopa kidogo Faruku Mia of course anaelekea, ni mdogo bado, anaweza kufika mbali, lakini akina Faruku Mia ni wachezaji wakubwa, akina Emmanuel Arnold Okwi. Nafikiri inahitajika kufanyika kazi kubwa kuchukua hizo nafasi, na nikwambie star sasa hivi wa Uganda Alan Okello.